Kuwepo jana, nahisi mimi ni mtu wa kwanza kufika pale kwa sanii, mimi ndo mtu wa kwanza kufika pale msibani. Kwa sababu ya kutambua uwepo wake, kutambua uwepo wa familia zetu na ukaribu wetu uliosababisha mimi na yeye pamoja. Kwa hiyo nampa pole Meja kwa msiba uliomkuta. Mungu amtie nguvu. Karibu na baba yake Meja tulikuwa ni kama mzazi wangu, kama baba yangu, kwa sababu ni kama tulivyosema sisi ni family friend. Ina maana msiba umenigusa kwa mkono, niko hapa. Toka jana nilikuwepo pale. Niko pale toka jana na msiba umenigusa kwa kiwango kikubwa sana. Niko hapa kama mwanafamilia, sio kama msanii, sio kama celebrity. Nipo hapa kama mwanafamilia kuhakikisha kwamba tunakamilisha mazishi na kumpa faraja ndugu yetu. Nilielezwa pia D-Voice ni moja kati ya msanii ambaye alishawahi kununuliwa baadhi ya vifaa kwa ajili ya kufanya muziki na baba Meja. Ipo ina ukweli? Ndio. Kama alivyosema sisi ni wazazi wetu. Wazazi wetu wametupambania. Sisi tumetokea familia za kimaskini sana kiasi cha kwamba tunasapotiana wenyewe kwa wenyewe. Mpaka kufika hapa inshallah tunashukuru sana Mungu. Yani haikuwa rahisi kwa sababu ni wenyewe kwa wenyewe tumebebana. Huyu katoa hiki, huyu katoa hiki. Kwa hiyo mchango ni mkubwa. Wazazi wetu hatuwezi kudharau. Thamini mtu maana wakuta msiba mama yake Meja, mimi nililia sana kwa sababu ni mtu ambaye kanisupport toka nipo mdogo. Mama yake Meja kananilia toka mdogo. Toka mama wangu atoka tu kunizaa, yani ananibeba, ananilea kama mwanae. Mpaka nimekuwa vya kunisupport, amenisupport walivyokuwa na uwezo nao ambavyo hawakuweza. Mungu akuajalia. Kwa hiyo tunaheshimu sana nafasi zao. Mungu awapumzishe, tutawakumbuka kwa mengi sana ndio. Msiba wa mama yake Meja, D-Voice, ulikuwa unasoma Qur'ani kwa huzuni sana. Na jambo ambalo lilishangaza watu wengi sana, watu wakajua pia na upande wako wa pili ukoje. Siku ya leo ni siku ya majonzi na tokea jana usiku tunaona uko pale nyumbani usiku wa manane. Tuambie D-Voice sasa, baba sasa hayupo tena, Meja amebaki ni yatima. Hata Mwijaku amesema kwamba inabidi wasanii wakae karibu. Sijajua faraja yako kwa sasa ikoje kwa ndugu yako kipenzi Meja Kunta. Mimi Meja tu nimwambie Mwenyezi Mungu anasema wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Na hayakuwa maisha ya dunia ni starehe tu yenye kupita. Ina maana hii tujiandae kwa mwanadamu yoyote, yeye au sisi. Muda sasa wote tunapita. Lakini pia Mwenyezi Mungu akasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Kwa tujiandae pia tutaonja mauti, lakini pia Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ma'as-sabirin, Mungu yupo pamoja na wenye kusubiri. Ina maana Mungu ampe subra, amini kwamba ni sababu tutapita tu, kwa sababu amal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Mwenyezi Mungu anasema kifo ni cha kweli, mauti ni ya kweli, Munkar na Nakiri ni wa kweli. Kwa hiyo Mungu amtie nguvu, lakini ni kitu ambacho atakuwa akiamini kwamba leo ni baba yake, kesho labda mimi, kesho kutwa wewe, kesho kutwa mtu yoyote. Cha kufanya yeye, Mungu amtie nguvu, apate muda asomee wazazi wetu, apate muda watilie ubano wazazi wetu. Ndio kitu ambacho kitawafariji. Kulia sana hakutosababisha kubadilisha chochote, hakutorudisha chochote. Mungu tu amtie nguvu. Ni ngumu kuhimili, ila Mungu tu amtie nguvu. D-Voice, moja ya kitu ambacho sasa hivi kina trendi kwenye mitandao ya kijamii ni kauli ya Meja kutaka kuuza vitu. Lakini jana meneja wake amezungumza akasema labda pengine ni kuchanganyikiwa tu, lakini hakuwa na maana mbaya. Labda ulivyosikia anataka kuuza vitu, nini ambacho kiligusa moyo wako kwa ukubwa ulionao D-Voice? Mimi nilijisikia tu vibaya kwa sababu sina uwezo mkubwa, ila naamini kwamba kilichokuwa kinahitajika kile ilikuwa tuna uwezo wa kukiafford. Ina maana kama angetushirikisha kama ndugu zake before, aidha labda tungejua, alafu mpaka unajua pia tatizo likikukuta mwenyewe ndo unajua nini unajisikia. Hatujui alikuwa katika namna gani, alikuwa na maumivu kiasi gani, alikuwa na stress kiasi gani. Lakini in fact sio vibaya kwa sababu sisi ni Watanzania, sote ni familia. Ina maana tuache sisi ndugu zake kaenda kuambia ndugu zake wengine wa Tanzania mtandaoni. Kwa sikuipokea vibaya sana wala sikupokea vizuri sana kwa sababu sikujua katika situation aliyokuwa. Akasema hakutakiwa kufanya vile, afu angekupigia simu angekuomba iko kitu usingempa, angekuwa na wewe unanicholesha, au labda kuna watu alishawapigia afu akamtema. Kwa kiasi kwamba huwezi jua, na sisi tu kama Watanzania tusiache kusapotiana. Sisi kupata taarifa kama mzee anaumwa. Taarifa mimi sikupewa. Mama tu nakumbuka ananiambiaga, kuna kipindi nakumbuka mzee alikuwa anakaa kwa brother pale kwa Meja. Kakaa paka kapona. Nakumbuka kapona kaudi mtaana, kaudi Temeke kule kanaendelea na mitikasi yake. Kwa hiyo hii sasa hivi sikusikia. Na kwa bahati mbaya nilikuwa niko Tarime kwenye kazi kule na mzee. Kwa hiyo nilikuwa niko very busy. Sikupata call, report nimeipatia kule. Kwa hiyo nimerudi jana, nakumbuka jana ndo nikampigia Dula, ngambia Dula tuongee na Meja tujue tunafanyaje, kwa sababu nimerudi kabisa twende tukamuone mzee. Kama na chochote tukatie nguvu. Ndo baada ya muda kadhaa akanipigia Ayubu akanambia bwana kwa taarifa ya msiba baba yake Meja. Kwa hiyo nipoka kwa masikitiko sana. Lakini Mungu tu amtie nguvu, hamna namna. Sisi tumempenda, Mungu ampenda zaidi. Shukrani. Asanteni. Asante.